Jina anaitwa Rose Njilo, ni jirani wa familia hii ya marehemu Shabani, lakini pia nipo kama mtetezi wa haki za binadamu. Kwa kweli mwandishi wa habari, jambo hili limetusikitisha na kutushtua kwa sababu mazingira yenyewe yaliyofanya huyu kijana kupoteza uhai wake ni mazingira ya kutatanisha sana. Kwa sababu kwanza kama majirani, kwa kweli katika mtaa huu mzima watu wanalia kwa ajili ya Shabani. Hatujawahi muona mtoto mwingine ambaye anafanana na huyu mtoto. Kwa hiyo hata kwenye mazingira yale ya kawaida haingia akilini kwamba Shabani amenyongwa. Kwa sababu tunajaribu kuvuta ile picha kwamba labda kuna amefanya, labda ameiba au amefanya hivi, japokuwa ilikuwa sio haki ya kumuondolea uhai wake. Kwa hiyo mimi sikuwepo kwenye haya mazingira, lakini mimi ni jirani yake, niko tu hapa kwenye hii nyumba hapo. Kwa hiyo jana nilikuwa mjini, nikafika nyumbani muda wa saa 2. Nilipofika pale nikapata taarifa kutoka kuna binti yangu anaishi hapa. Kanipigia simu kwamba mama njoo, maana Shabani amenyongwa. Baada ya kusikia hiyo nikakimbia na mimi kama jirani, nikaja mahali hapa. Tukajaribu kuhoji kwa binti ambaye alienda kumchukua pale aliponyongwa, na tukapata picha halisi kwamba kijana Shabani kwa kweli ameporwa uhai wake. Kwa nini tunasema moja kwa moja kwamba ameporwa uhai wake? Katika mazingira gani ambayo yanatia mashaka kwamba huenda ameuawa? Kwanza cha kwanza ukiangalia mazingira yaliyokutwa, kamba ambayo mliiona hapo, ni kamba ambayo haiwezi hata kumnyonga mtu, hata mtoto mdogo, kwa sababu ni kamba ambayo iko chini, na kijana ukilinganisha na umri wa kijana na miaka 14 ni mrefu. Kwa hiyo hata hiyo haiwezi kumnyonga. Lakini pia hata kwenye walisia ukiangalia kamba aliyonyongwa naye ni kamba ya nguo, na akaja tu kushikishiwa kwenye ile kamba ya kuanikia nguo ya chuma ili tuonekane, lakini mwili uko chini, kilichokuwa kimening'inia ni kichwa. Kwa hiyo kwa mazingira hayo inaonyesha moja kwa moja kwamba amenyongwa. Lakini pia wahusika ambao ndio walikuwa na huyu mtoto, kwa maana ya kwamba binti aliyekuja kumuita huyo kijana kwamba njoo ukale, alipokuta kwenye yale mazingira hakuonyesha hata wasiwasi wowote au mshtuko wote. Kwa hiyo pia inatupa wasiwasi kwamba hata kama ni mbu amegongwa au kondoo, bahati mbaya ajali katokea, kuna mshtuko tu, watu wanakimbia kuhangaika, lakini yeye alipokutwa ndivyo alivyoachwa akisimama hivyo. Na baada ya mtoto kuondolewa pale akiombwa msaada kwamba tusaidie basi, kama huwezi kupiga kelele nisaidie basi, dada yake Shabani anamwambia nisaidie basi nimbebe niondoke, lakini hakuonyesha ushirikiano wowote. Na ukiangalia kama sisi wadau wa haki kwenye mazingira ya halisi, mfano hapo tulipata taarifa kwamba mwenye ile nyumba hakuepo, lakini baadaye alifika na wote tulikuwepo hapa muda wa saa 9. Lakini ukiangalia mazingira ya sasa kama majirani wote tuko hapa, lakini yeye hayupo na hawaonyeshi ushirikiano wowote. Kwa hiyo moja kwa moja inaonyesha mazingira au inatupa wasiwasi kwamba yaliyotokea ni kweli kwamba mtoto alinyongwa pale. Wito wangu kwa jeshi la polisi, kwanza niwapongeze jeshi la polisi kwa sababu jana walipokea taarifa na waliweza kufika. Lakini wito wangu ni kwamba haki ya Shabani ipatikane. Unajua mtu unaponyang'anywa uhai wako lazima vyombo husika ifanye uchunguzi wa haki na wa uwazi, kwa sababu ukiangalia jana kwenye kuhojiwa tunapata taarifa huyo kijana ambao alikuwa na huyo binti yuko hapa. Kwa hiyo pia inatupa wasiwasi kwamba kwa nini, na walikuwa wawili kwenye hiyo nyumba na mmoja yuko anaojua mwingine yupo huru. Kwa hiyo naomba tu mimi jeshi la polisi litende haki, lifanye uchunguzi ambao utaweza kuonyesha ukweli ulipo, kwa sababu kwa mazingira ya sisi wananchi, mazingira ya kawaida tu inaonyesha moja kwa moja kwamba Shabani amenyongwa na hao watu. Mimi naitwa Sadiki Hassan. Naiomba serikali nisaidie, maana ni mtoto ambaye lokuwa tegemeo langu la baadaye, na amefariki katika umri mdogo, miaka 14, na alikuwa anasoma darasa la 6 shule ya Suya. Jana shule ilikuwa hakuna, walitoka kwenye elimu yao ya dini madrasa magharibi ile, karudi nyumbani mzima. Baada ya kutoka nyumbani kwamba mzima, amecheza na wenzake wote mtaa mzima, na wote wanamjua kwamba huyu hana lolote.
Basi binti wa pale kamuita, baada ya kumuita akaenda. Kwenda dada yake na Shabani sasa. Ananiambia baba, ngoja nifuate Shabani tuje tule kwa sababu kuna msiba hapa, sisi tunataka kwenda msibani. Anakwenda anamkuta ananiletea mwanangu ameshafariki. Mimi kwa kweli hilo mimi naomba serikali nisaidie. Na yeye mazingira mlivyomuona ni kweli amenyonga ama kuna namna fulani umeona? Lazima amenyongwa yule. Amenyongwa. Ndio. Ambapo dalili gani zinaonyesha? Kuna alama na shingoni za vidole kwamba kuna kitu atakuwa amemfanyia kule ndani. Ile kamba ikawa kama ni ushahidi kama kajinyonga, lakini ukweli zaidi binti aliyokuwa ndani atakuwa anafahamu na yule kijana. Binti mkubwa mtoto wangu mdogo. Huyo atakuwa analijua hilo. Mimi naomba serikali ilifuatilie kwa makini sana hili jambo. Na mara nyingi amekuwa akienda kucheza tu na wenzake. Huwa binti yule alimuita. Sasa sijui kaimuita katika mazingira yale. Cha kushangaza analetewa mtoto maiti. Dada yake ananiletea mtoto, anapiga kelele, baba. Njoo muangalie nani Shabani. Nikamwambia Shabani ana nini? Njoo muangalie Shabani. Kuja kumcheki mwanangu ashamalizika, kumbe huko ndani. Mpokea. Tukaenda kuripoti polisi, tukampeleka hospitali, wakaangalia, kukagua. Basi wale mabwana ikabidi tuweke ndani wahusika wa hilo. Lakini mimi naomba serikali ifuatilie, kama mama naye aangalie hilo, anisaidie sana. Maana ilikuwa tegemeo langu, alafu bado damu changa nahitaji. Sasa leo wanamkatisha ladha ya maisha mtoto mdogo namna hiyo. Ni bora ningemuuguza mwenyewe. Labda anaumwa. Hilo nisingekuwa na shaka, lakini mzima na walimu wake walikuwa hapa wanashangaa. Sikiliza bana. Hebu tafuta duka ambalo unajua utapata mabati yasiyopauka bana.